Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameishambulia kwa maneno makali Ufaransa, akiitaka nchi hiyo kuacha kutoa mafunzo kwa mataifa mengine kuhusu haki za binadamu na sheria za kimataifa, huku akishutuma Paris kwa kile alichokiita unafiki katika msimamo wake kuhusu vita vya Gaza na hatua za kijeshi dhidi ya Iran. Araghchi ametoa kauli hiyo hii leo Alhamisi Agosti 13 mwaka 2026 kupitia mtandao wake wa X, akijibu msimamo wa Ufaransa na mataifa mengine kuhusu hali ya haki za binadamu nchini Iran. Umoja wa Ulaya pamoja na mataifa mengine 26 ulikuwa umetoa tamko la pamoja siku ya jana ukilaani kile walichokiita kunyongwa kwa waandamanaji nchini Iran na kuitaka Iran kusitisha matumizi ya hukumu ya kifo na kuwaachilia watu waliokamatwa kiholela. Katika ujumbe wake, Araghchi alisema nchi kama Ufaransa zina uhalali wa kimaadili wa kuendelea kuikosoa Iran kuhusu haki za binadamu na sheria za kimataifa kutokana na kile alichodai kuwa ni sera zake katika Mashariki ya Kati. Alisema nchi kama Ufaransa zinapaswa kuacha kufundisha ulimwengu kuhusu haki za binadamu na sheria za kimataifa. Unafiki huo uko wazi na unatia aibu. Araghchi aliendelea kuishutumu Ufaransa kwa kuunga mkono Israel katika vita vya Gaza kwa kile alichokiita uchokozi dhidi ya Iran pia. Kwa mtazamo wake, hatua hizo zimeifanya Ufaransa kupoteza kile alichokiita msimamo wa kimaadili ambao Paris imekuwa ikidai kuwa nao katika masuala ya haki za binadamu na sheria za kimataifa. Uungwaji mkono wenu kwa mauaji ya kimbari ya Israel huko Gaza na uchokozi dhidi ya Iran umeharibu kabisa msingi wote wa kimaadili mliodhani mngekuwa nao, aliandika Araghchi. Kauli hii imekuja wakati uhusiano kati ya Iran na mataifa Magharibi ukiwa kwenye kipindi cha mvutano mkubwa, huku masuala ya kimataifa, usalama wa Mashariki ya Kati na mpango wa nyuklia wa Iran na haki za binadamu yakizidi kuwa sehemu ya mgogoro mpana zaidi wa kidiplomasia. Msingi wa malalamiko haya hivi karibuni kutoka upande wa Ufaransa na mataifa mengine ya Ulaya ni hali ya ndani ya nchi ya Iran, ambako serikali imekuwa ikikabiliwa na ukosoaji kuhusu namna inavyoshughulikia waandamanaji na wapinzani wake. Katika tamko lililotolewa jana Agosti 12 mwaka 2026, Umoja wa Ulaya na nchi nyingine 26 zilitaka Tehran kuchukua hatua za kuheshimu haki za binadamu, kusitisha matumizi ya hukumu ya kifo na kuwaachilia watu waliowekwa kizuizini bila msingi wa kisheria. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noel Barrot alikuwa miongoni mwa viongozi waliohusika katika msimamo huo, jambo ambalo limeonekana kuwa chanzo cha moja kwa moja cha majibu makali ya Araghchi. Badala ya kujibu kwa kuzingatia tuhuma ambazo zinahusu hali ya ndani ya Iran, Araghchi alihamisha mjadala kuelekea sera za Ufaransa na washirika wake katika Mashariki ya Kati. Alidai kuwa mataifa Magharibi hayawezi kujionyesha kama watetezi wa haki za binadamu, huku akitoa msaada wa kisiasa na kidiplomasia kwa Israel wakati wa vita vya Gaza. Kwa Iran, suala la Gaza limekuwa moja ya hoja kuu katika kuikosoa Israel na washirika wake wa Magharibi. Tehran imekuwa ikisema kuwa hatua za kijeshi za Israel katika ukanda wa Gaza zimeleta madhara makubwa kwa raia na kwamba mataifa yanayoendelea kuiunga mkono Israel yanapaswa kuwajibika kisiasa na kimaadili. Wakati huo Iran pia imekuwa ikituhumu Ufaransa na mataifa mengine ya Magharibi kwa kuunga mkono hatua za kijeshi dhidi ya Tehran. Araghchi alitoa hoja hiyo kuonyesha kile alichodai kuwa ni viwango viwili katika namna mataifa ya Magharibi yanavyotafsiri na kutumia misingi ya sheria za kimataifa. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.